Wafanyabiashara katika kata ya Haydom wilayani Mbulu wamelalamikia kufungwa kwa maduka yao kwa muda wa siku 15, hatua ambayo wanasema imesababisha hasara kubwa na kuharibu mali zao. Wafanyabiashara hao ambao ni wapangaji wa majengo yanayomilikiwa na Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Haydom wamesema kufungwa kwa maduka yao kumeathiri shughuli zao za kibiashara na kusababisha vikwazo kwa mapato yao ya kila siku. Akizungumza kwa njia ya simu, katibu wa CCM wilaya ya Mbulu Grace Aule amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa maelekezo ya chama ya kukusanya madeni ya chama kutoka kwa wadaiwa sugu ambao wana madeni makubwa katika majengo yanayomilikiwa na chama. Nilijenga nyumba katika maeneo ya CCM kwa mikataba. Mnamo mwaka jana mwezi wa 12 nikawa nimehitimisha ujenzi wangu na kuanza kufanya biashara katika jengo hili Januari mwaka huu, na walinipa konto namba tarehe 21 mwezi wa 2 kwa ajili ya malipo ya miezi 3 ambayo nimefanya kazi katika jengo hili. Na mnamo tarehe 9 alipita katibu wa CCM wilaya kunitaka kutoka katika nyumba hii afunge pasipo na sababu mimi zozote ambazo naelewa kwa sababu gani anafunga. Nilimgomea kutoka na mwisho wa saa akaniitia mkuu wa kituo. Mkuu wa kituo alipokuja alinihimiza nitoke nje na mimi nilitoka. Baada ya kutoka alifunga mlango wangu. Baada ya kufunga mlango wangu walikaa kimya na walifungia mali zangu. Nikawa namueleza, unavyofungia bidhaa zangu ndani na zingine ni mali ambazo zinaharibika inakuaje? Akanijibu, wewe toka nje. Baada ya hapo mimi nilitoa taarifa kwa mwenyekiti wa CCM kwenye tawi hili ambalo ndo mtu ambaye tulifanya naye mkataba na alitukabidhi majengo haya, na wakati tulijenga kimkataba, na pia akanijibu kwamba yeye ni mgonjwa yuko hospitali na nilienda pia kumuona. Maembe yangu gunia 2 yameharibika, juisi 166 za ujazo wa nusu lita ambazo ni za shilingi 1000 zimeharibika, maziwa lita 10 pia yameharibika. Kamati ilivyokaa pia walishauriana na waliona sidaiwi na sina kosa lolote, na walinifungia wao kwa makosa yao, lakini sio kwa makosa yangu mimi. Wamekaa kimya mpaka leo. Mimi hawataki kuongelea habari ya fidia yangu, na pia mimi na marejesho kwa yoyote ambaye ataguswa. Nilikuwa naomba wanisaidie. Hili jengo linaonekana kabisa ni lipi. Hata ukiangalia bati ni jengo ambalo hapa palikuwa pana uwazi. Kwa hiyo sikujua alikuwa na maana gani, maana alivyokuwa anafunga hakuniambia sababu za kufunga, alinitaka tu mimi kutoka nje. Mimi kwa siku nilikuwa nafanya kazi ya kupata shilingi 100,000 ambao 70,000 ilikuwa ni marejesho yangu. Kwa hiyo ni lazima nilikuwa nipate hiyo 70,000 ya marejesho yangu kwa sababu ya mambo yangu mengine ambayo nilikuwa nayafanya hivyo. Kwa hiyo nimeingia hasara, na wale watu pia wananisumbua sana kwa sababu ya deni yao. Kwa hiyo nilikuwa naona kwa yoyote ambaye anaweza kunisaidia aweze kunisaidia. Kwa majina naitwa Sebastian Peter, ni mkazi wa Haydom. Mimi ni shuhuda wa ile tukio la hapa lililotokea. Toka siku ya kwanza huyu dada anafungiwa nyumba, ilikuwa ni tarehe 9 mida mchana, walikuja watu hapa hivi. Wawili niliwafahamu kwa sababu walikuwa ni wafanyakazi wa hapa wa tawi la hili la CCM la hapa hivi. Alikuwa ni katibu. Walipofika wakasema tokeni nje, sijui tufunge mlango. Huyu dada akabisha akasema mimi nitoke kwa sababu gani wakati mimi sidaiwi? Wakasema atoke tu nje, si tufunge hii nyumba inadaiwa. Yule katibu akauliza kwamba hii nyumba inadaiwa, akasema hapana, hii nyumba haidaiwi. Yule mama akasema hapana bana, nyinyi mtakuwa mnakula hela za hao watu. Tukatolewa. Yule dada akamuita mkuu wa kituo. Yule dada akaambiwa toka nje na yule mkuu wa kituo. Mkuu wa kituo akafunga mlango, akaonyesha funguo, akawapa wale funguo. Sasa tarehe 23 hiyo kero iliendelea hivyo. Hawakutaka kumuita popote, walikaa hivyo hivyo. Tarehe 23 kamati ya siasa wilaya ilikuja hapa na tulikuwepo hapa hivi. Huu mlango ukafunguliwa. Kwa sababu yule dada alikuwa analalamika kwamba na sisi hapa hivi kuna harufu ishaanza kutokea kwa sababu vilivyoko huku ndani ni mali muozo. Kulikuwa kuna maembe na juisi. Kamati ya siasa ilipofika mlango ulifunguliwa. Mlango uliofunguliwa tuliingia ndani tukaanza kuhakikisha. Ule mwenyekiti wa wilaya wa CCM aliingia ndani akahakikisha zile mali zilizoharibika. Kulikuwa kuna maembe gunia 2 na juice zilikuwa kwenye fridge, zilikuwa kama nadhani zaidi ya 50 zilikuwa pale, zilikuwa zimebasti. Kwa wale wakashauriwa kwamba tusijadili hapa hivi, tumekuja kuangalia kila kitu, tutakuja kuongelea ofisini. Baadaye tukakaa pale kwenye ile ofisi ya chama tawi la CCM. Tukakaa pale, huyu dada kaitwa, baadaye tukaitwa pamoja, kero za wananchi mbalimbali kwa sababu watu wengine tumefungiwa tu nyumba yetu, unaambiwa unadaiwa, wanatoa kontra namba 22.
wewe unapewa control number mpya, unakuja kulipia ile control number mpya ambayo umepewa. Wao wakija wanasoma ile control number ya zamani, kwa mteja anakuwa anaingia hasara, wanamwambia na wanamdai. Kwa hiyo tulivyofika pale, tulikopo pale, baadaye ile kamati ya siasa ikahakikisha, ikajihoji, ikahakikisha kabisa kweli huyu dada hadaiwi. Wakasema huyu dada alipe fidia. Sasa kwenye fidia wanabaki watu wawili ambao ni diwani wa hapa, na walibaki diwani huyu dada ambaye anaitwa Grace, yule katibu, na huyo mwenyekiti wake. Wakabaki na huyu dada ndani. Wakawa sasa wanamwambia wamlipe sijui maembe tu. Sasa huyu dada akakataa, akasema mimi sipokee kwa sababu mimi nyumba yangu imefungwa toka tarehe 9 mpaka tarehe 10, tarehe 23 ni siku 15. Labda nichukue tu nafasi ya kusaidia. Sisi tumetumwa na mamlaka. Moja ya kazi ambayo tumetumwa kwenda kuifanya ndio ni ukusanyaji wa mali, ukusanyaji wa madeni na kodi ya mpangaji wa Chama cha Mapinduzi, mpangaji aliyopanga kwenye mabanda ya CCM. Ndio. Na kama mpangaji amepanga kwetu, anapaswa kulipa kodi. Na kama mpangaji atataka kuja kujenga kwetu, anapaswa kuwa na mkataba na BOQ ya ujenzi wa mabanda hayo. Ndio. Kwa maana hiyo sasa, ndio tulikwenda Haydom kwa ajili ya operation za ukusanyaji wa madeni ambayo ni madeni makubwa. Ndio. Na pale tunapokuta mpangaji hajawajibika, anapaswa kuchukuliwa hatua. Kwanza tutafunga kibanda na kumtaka aende akalipe kodi. Lakini sisi tulichokifanya, tuliamua kutumia busara. Popote tunapokuta pana changamoto, ndio tunawaomba wapangaji wetu kwa urafiki sana. Ndio. Naomba kwa urafiki sana, njooni ofisini tuzungumze. Na tumefanya hilo zoezi kwa 99.9%. Ndio. Nadhani kiongozi unanielewa. Nakuelewa. Tumekuta kwenye wapangaji waliopanga vibanda vya CCM, mpangaji ana zaidi ya miezi 56 hajalipa kodi. Miezi 70 hajalipa kodi. Mpangaji ana miezi zaidi ya 98 hajalipa kodi. Ndio. Na mpangaji huyu anafanya biashara kwenye vibanda vya CCM. Ndio. Na kodi hiyo kwa kila kibanda ni 20,000. Ndio. Katika ufuatiliaji wa madeni tukabaini wako wapangaji juu ya wapangaji. Ndio. Mpangaji wa kwanza kajenga kibanda. Baada ya kujenga kibanda, amempangisha mtu mwingine. Ndio. Yule aliyojenga kibanda amempangisha mtu mwingine. Yule aliyepanga analipa, yule aliyepanga anamlipa mwenye kibanda wa kwanza shilingi 100,000 mpaka 1,150,000. Ndio. CCM anatakiwa aipatie 20,000. Vibanda vichache 30,000. Ndio. Kulingana na soko lilivyo. Ndio. Lakini mtu yuko kwenye kibanda cha CCM toka mwaka 2018, leo 2026, halipi kodi zaidi ya miezi 90.